Mpendwa mtazamaji wangu, ninakukaribisha sasa, wewe unayenitazama kupitia channel ya television, lakini wewe unayenifuatia sasa majira haya kupitia mitandao ya kijamii. Una heri wewe ambaye umetenga muda wako kumpa Mungu nafasi. Nami kama mtumishi wa Mungu niko tayari sasa kuwa chombo cha Bwana kuleta ujumbe kwa ajili yako unaohusu hatima maisha yako. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mimi, unapotazama hapo, naona utambulisho wangu hapo, majina yangu na mahali ambapo natokea. Unanitazama kupitia mitandao ya kijamii sasa. Niko katika mji wa Ifakara, katika mkoa wa Morogoro, katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo popote unapotokea ni mahali unaweza kufika, na kwa mawasiliano haya namba ya simu na hiyo unaweza kutumia hata kwa njia ya WhatsApp na kadhalika. Kwa hiyo ninakukaribisha sana. Ninaamini baada kutazama kipindi hiki mpaka mwisho hautabaki kama ulivyo. Kuna kitu Mungu anakwenda kusema na wewe kwa ajili yako, wewe na watoto wako na wengine ambao Mungu atakutumia kuwasaidia kupitia maarifa haya ambayo nakwenda kuyafunua. Haleluya, haleluya. Nimekuwa nafundisha kwa habari ya mkakati wa shetani juu ya uzao. Juu ya uzao. Sasa nataka leo nifundishe kwa habari ya historia dhaifu ya wazazi inavyoweza kuathiri maisha ya watoto wao. Historia dhaifu au kushindwa kwa wazazi kunakoweza kusababisha pia kushindwa kwa watoto. Kwa lugha rahisi ni kwamba nakwenda kufundisha juu ya roho zinazoweza kuhama zikaambukiza watoto wako. Uwe makini. Haleluya, haleluya. Kitabu kile cha Isaya sura ile 58 na ule mstari wa 6. Isaya nabii sura 58 mstari wa 6 nasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Hapa ni Mungu alikuwa anawaambia wana wa Yuda. Kisoma ile mstari wa kwanza unaoanza, wanalalamika, wanasema, Mungu, mbona tumefunga lakini ni kama hauoni? Tumesikizisha sauti zetu kwako, tumejitesa, tumefunga, tunaacha kula ili tuweze kuona Mungu na tutetea. Tunaona mapenzi yako, lakini mbona hauoni? Mbona ni kama mmekuwa kiziwi kwetu? Mungu naye sasa anawaambia hivi, kufunga, mlikunakofunga, mnafunga ili mpate anasa zenu wenyewe. Mnafunga ili muweze kushindana. Mimi nitakapofanya muweze kuwatambia watu wengine. Muweze kuwalemea watu wengine. Sasa Mungu anatoa kufunga anako kukubali. Tunaposema kufunga, maana yake ni hali ya kunidhamisha nafsi yako na mwili wako, ili roho yako iweze kumsikia Mungu, iweze kupata utulivu, iweze kuwa na connection moja kwa moja na Mungu. Kwa hiyo nafsi yako na mwili wako vinatiishwa ili sasa roho iweze kuchukua na mapenzi ya Mungu. Maana Maandiko yanasema wale waufuatao mwili hawezi kumpendeza Mungu, lakini waifuatao roho wataishi. Haleluya, haleluya. Kwa unapofunga na kuomba, umetafuta faraga, umejitenga, umekaa kwenye kikao na Mungu, umejinyima vile ambavyo nafsi yako na mwili wako unavipenda. Anasema funga ambayo Mungu anaikubali lazima ilenge, ijirekeze. Moja, kufungua vifungo vya uovu. Vifungo vya uovu, naposema uovu ni udhaifu uliotangulia kufanywa na waliokutangulia, unaoweza ukaathiri wengine kufuata vinasaba vya damu, unaitwa uovu. Lakini anasema ili kuweza kuwaacha huru wanaoonewa na shetani, kufunga kwa lazima ujielekeze pia kuwafungua watu ambao wanaonewa na kuteswa na shetani. Lakini anasema ili kuzilegeza kamba za nira na kuvunja kila nira. Mbona? Hiyo ndio ufunga inayokubalika na Mungu, iliyosema kwenye kitabu cha Isaya. Sasa mimi nataka nieleze
kwa habari ya nira. Nira maana yake ni nini? Mahali popote pale kwa watu ambao unajua kuna wanyamakazi, punda au ng'ombe, nira ni ile miti ambayo wanyama wawili wanafungwa pamoja kwa ajili ya kubebea mizigo, aidha kufanya kazi ya kulima. Ile ni nira. Lazima wafungwe wawili. Hakuna nira inayomhusu mnyama mmoja, inahusu wawili. Kwa hiyo kama ni kulima, wanakokota jembe wawili. Sasa sikiliza, kama ungemuuliza punda, ndio maana wakasema una machozi ya karibu kama punda, maana muda wote punda huwa analia. Ile nira ni tanzi kwake. Yaani kama kuna kitu kinamkosesha uhuru, mnyama kazi unapofungwa, ile nira imebeba uhuru wa mtu. Nira ni vifungo ambavyo au ni roho zinazokamata uhuru wa mtu. Anajikuta anaishi maisha ambayo hayana uhuru, lakini anafungwa pamoja na mtu mwingine. Nira. Lakini pia sio uhuru tu. Zile miti wanavyofunga wanyamakazi zina limiti, mipaka yao. Watapita pale ambao yule aliyewafunga naye wamiliki anataka wapite. Kama wanasema wale wanakula pamoja, maana yake mipaka yao imelimitiwa, imekamatwa na dhibitiwa na yule anayewamiliki. Hivyo ni vifungo ambavyo vinahusiana na mtu zaidi ya mmoja, anafungwa pamoja kwa kifungo kimoja. Au ni roho inayotesa mtu zaidi ya mmoja, lakini roho moja. Hiyo ni nira. Lakini pia inakamata maamuzi yao, lakini imekamata furaha yao, wanakuwa wana furaha. Sasa naposema swaumu mlioichagua, mlegeze kamba za nira, mkishalegeza funjeni hizo nira. Haleluya, haleluya. Sasa nafundisha udhaifu au roho au kushindwa kwa mzazi kunavyoweza kuathiri maisha ya mtoto kabisa, kwa maana ya kwamba akajikuta naishi maisha kama aliyoishi mzazi. Sikiliza, 60% ya maisha ya watoto wanaishi maisha ya wazazi. 60%. Utafiti unaonyesha hivyo. Haleluya, haleluya. Yale anayoyaona na yale anayoathiriwa na maisha yako. Ndio maana ni hatari sana kizazi kama cha sasa. Unampeleka mtoto ana miaka 3, anaenda boarding, anakaa shuleni huko, analelewa na matroni na watu wengine. Mnakutana naye pengine ni jioni au anapokuwa amefunga. Ni hatari sana. Kwa sababu gani? Huyo atakosa kuambukizwa tabia zako, atawasikia wengine, hata kusikia wewe. Haleluya, haleluya. Hizo ni nira. Sasa nira ni roho zinazoambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Nira ni roho ambazo zinaambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Hiyo inaitwa nira. Vifungo ambavyo mnafungwa na mtu mmoja. Yaani mtu mmoja anakosea, na kule kukosea kwake athari zake na wewe zinakuhusu, na wewe unaathirika. Yaani anashindwa mmoja na mnashindwa na wewe unashindwa. Yaani mmoja anaposhindwa mnakuwa mmeshindwa wote. Yaani ni sawa sana. Kwa mfano, mwanaume akitoka nje ya ndoa na mwanamke akajua, maana yake tayari wote wamekwisha kuathirika na huo uovu na huo haribifu ulioingia, wote na wahusu. Mnaona sasa ile hali inaenda mpaka na watoto wanaunganisha kwenye mnyororo wa kushindwa kwa mtu mmoja. Kwa hiyo ni somo la muhimu sana. Sikiliza mpaka mwisho. Haleluya, haleluya. Sasa vifungo vinavyofungwa pamoja zaidi ya mtu mmoja. Unaweza kukuta pengine unakuta ni tabia. Unasema wewe una hasira kama babu yako. Huyu ana hasira yake ni kama babu yake. Huyu tabia yake kabisa amerithi kwa bibi. Tabia yake kabisa amerithi ni ya shangazi yake kabisa. Lakini unakuta kuna nira pia za magonjwa.
Sio tabia tu, nira za magonjwa. Yaani unakuta ule ugonjwa ni ugonjwa wa familia, ni ugonjwa wa ukoo. Unakuta mtu ana pumu, ana athima. Fuatilia, alikuwa nayo shangazi yake, alikuwa nayo si mjomba, alikuwa nayo. Yaani maana yake ni nira, ni vifungo hivyo mnafungwa pamoja. Sasa Biblia inasema swaumu mlioichagua ni kuvunja kila nira. Sasa mimi nafundisha, utakapojua nimekwama, tafuta msaada. Na huo msaada, mimi ninahubiri habari za Yesu peke yake. Ndiye anayeweza kuvunja nira zote zikakuachia ukawa huru kupitia watumishi wake. Haleluya, haleluya. Sio mahali pengine popote unaliwa. Mwanzo, tuangalie mifano sasa. Tuangalie mifano kwenye Biblia. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Mwanzo sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Sara alipochelewa kuzaa. Pale kila kisa pale. Sara alipochelewa kuzaa. Yaani mke wa Abraham akamshawishi mume wake aende kumwingilia msichana wa kazi anaitwa Hajiri. Kweli Abraham akamsikiliza mke wake Sara, akaenda akamwingilia mjakazi wake Hajiri. Hajiri akazaa mtoto anaitwa Ishmaeli. Sara yeye alidhani kwamba atapata faraja, kumbe ni faraja feki, faraja isiyo faraja. Yaani akadhani kwamba Hajiri atakapozaa mtoto, Sara atakapokuwa namuona atahisi kwamba ni wa kwake. Hivi ni kweli? Yaani azae mtu mwingine na wewe huna mtoto, halafu muone yule mtoto ni wa kwako kabisa, kama ametoka tumboni mwako. Muona jinsi shetani alivyo. Sasa Sara, Hajiri alipozaa, Sara kamchukia mpaka kamshawishi Abraham amfukuze yule mjakazi, kwa sababu ni kama alianza kumsimanga sasa. Umeona? Akamfukuza. Hajiri akaondoka na mtoto wake. Umeona? Sasa matokeo ya Abraham kuzaa mtoto nje ya ndoa na mjakazi, alianzisha nira hiyo. Umeona? Nira hiyo tutakwenda kuona mbele. Sara naye alianzisha roho ambaye ikahama akafungwa pamoja. Sasa sikiliza, madhara ya Abraham kumzaa Ishmaeli yanalitafuna Israeli mpaka sasa. Vita unaoona inaendelea kule Mashariki ya Kati, kati ya Wayahudi na Waarabu, maana yake ni vita ya mwana na vita ya mtoto wa mjakazi, mtoto wa mlisi pamoja na mtoto wa mjakazi. Ni vita kati ya Isaka na Ishmaeli. Maana yake ni nini? Usiulazimishe wakati. Ukiulazimisha wakati, badala ya kumzaa Isaka mtoto mwenye agano, utamzaa Ishmaeli ambaye itakuwa ni majuto katika kizazi chako chote. Ukiulazimisha wakati ambao haujafika, badala ya kumzaa Isaka utamzaa Ishmaeli tu. Unaona madhara yake yanaendelea mpaka sasa. Lakini Abraham alishakufa, Sara alishakufa, lakini unaona madhara yake yanatafuna vizazi vyao, ugomvi kila kukicha. Kwa hiyo muujiza usio muujiza unageuka kwa laana. Unaona? Jibu la kutengeneza. Wewe ni binti, hujaolewa, unataka ulazimishe uolewe na mtu hata kama ni mpagani. Sikiliza, ni kweli utaolewa, lakini hutakuwa na amani maisha yako yote, kwa sababu umemsaliti Yesu wazi wazi, kwa sababu ya hitaji hilo, kwa sababu ya tamaa yako ya mwili. Kwa hiyo atakayezaliwa atazaliwa Ishmaeli kwenye maisha yako. Unaweza kuwa unatamani kufanikiwa. Unaona sasa hivi wana matangazo,
fanikiwa pata pesa bila kutoa kafara na kadhalika. Haya, vijana wengi mmeingia huko. Ukishaingia huko ni kama ule mtego wa panya, unaingia kirahisi, lakini kutoka huwezi kutoka. Matokeo yake atazaliwa Ishmaeli, majuto paka na kizazi chako. Usiulazimishe wakati, subiri wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ndio ulio bora zaidi. Mungu anapochelewa anaandaa kitu chema zaidi. Lakini pia hesabu kuchelewa kwa Mungu kuwa ni jibu lako, kwa sababu muujiza wa Mungu sio kilema, ni muujiza uliokamilika. Sasa tunaona sasa madhara yake. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Mwanzo sura ya 30 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Raheli mkewe na Yakobo. Sinajua Yakobo alikuwa na wake wawili. Alikuwa na Lea na Raheli dada yake, yaani watoto wa mama mmoja baba mmoja, Labani. Wote akaolewa na Yakobo. Yakobo alibambikiziwa mke. Umeona? Sasa tunaona Lea, Raheli akachelewa kupata watoto, lakini Lea aliwahi kupata watoto. Unaona kuwahi kwake kwa Lea kupata watoto. Angalia kwenye Biblia watoto wote wa Lea, hakuna mtoto yoyote ambaye yuko kwenye agano, hayupata mmoja. Lakini watoto wote wa Raheli, unaona Yusufu akawa kwenye lango la ajabu. Yusufu. Kwa hiyo hata watoto wale wa Lea aliowazaa, umeona, hawakuweza kuwa lango kama Yusufu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa iko hivi, ukiulazimisha wakati utapata uharibifu mkubwa sana. Sasa sikiliza, Raheli naye akamshawishi Yakobo aweze kuzaa na mjakazi wake anaitwa Biliha. Wakati Raheli binti alipokuwa naolewa, walikuwa nakuja na wafanyakazi, na wale wafanyakazi walikuwa vijakazi. Maana yake kwamba yule wakati anaweza akawachukua kama wake wa pembeni, vijakazi. Kwa sasa Yakobo naye akakubali, akasikiliza ushauri wa Raheli mke wake, akazaa, akazini na Biliha mjakazi wa Raheli, akazaliwa mtoto anaitwa Dani. Mbona nira kushindwa kwa mzazi kunavyoweza kuathiri na watoto wake. Udhaifu wa mzazi unavyoweza kuambukiza ukaleta athari kwa watoto. Roho, safirisho la roho. Umeona? Haleluya, haleluya. Yaani unaona sasa, ikatoka kwa Abraham ikaenda kwa mjukuu anaitwa Yakobo. Yakobo naye akafanya kosa lile lile alilofanya babu yake Abraham, akazaa na kijakazi kwa presha ya mke wake aliyechelewa kuzaa. Sara akasababisha roho ile ikawa ni nira, akafungwa pamoja na mtoto wa mtoto wake Raheli. Nira ni vifungo hivyo vya kiroho, vinafungwa pamoja. Sasa sikiliza, huyu mtoto aliyezaliwa anaitwa Dani, nabii wa uongo atakayeibuka siku za mwisho, wakati ule wa dhiki kuu, kumnaji mpinga Kristo, atatoka katika kabila la Dani. Narudia, nabii wa uongo atakayeibuka kumhubiri na kumnaji mpinga Kristo atatokea katika kabila la Dani. Uharibifu wa ajabu sana. Mnaona hizo ni nira hizo. Sikiliza, usipojifunza kupitia historia iliyotangulia, historia itajirudia tena. Narudia tena, historia ni mwalimu mzuri sana wa kukusaidia kuepuka kufanya makosa. Usipojifunza kutoka na historia ya kushindwa kwako kwa nyuma, historia yako itajirudia tena. Itajirudia tu.
Kwa siku zote jifunze kupitia historia iliyopita, ila usiishi kulingana na historia iliyopita. Ndio maana watu nafundisha hata vijana, unapotaka kuoa, umeshampata mchumba, usimwambie, mnapooana usimwambie habari ya historia yako ya nyuma, jinsi ambavyo umezinizini na wasichana wengi. Utaharibu. Hiyo ni ya kwako, kanayo meza. Usimwambie, ni sumu. Haleluya, ina madhara. Wewe mwambie pale mlipoanzia. Haleluya, haleluya. Historia. Sasa hebu tuangalie kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 18 na ule mstari wa kwanza mpaka wa pili. Ezekieli sura ile ya 18 na ule mstari wa kwanza mpaka wa pili. Biblia inasema hivi: neno la Bwana likanijia kusema, je, maana yake nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi meno yao? Aya. Anasema hivi, Ezekiel anauliza, neno la Bwana likanijia kusema, je, maana yake nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli? Mithali yenyewe inasema hivi, baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wametiwa ganzi meno yao. Umeona? Yaani katika Israeli, wakati Ezekiel anatabiri, anasema kulikuwa na mithali inasema hivi, baba amekula zabibu mbichi, lakini watoto meno yao yametiwa ganzi. Aliyekula ni mwingine, lakini aliyeathirika ni mwingine. Mwaya kuona hiyo? Aliyekula zabibu ni baba, lakini ambaye meno yake yamepata ganzi ni mtoto. Angalia wewe mzazi, maisha unayoyaishi sasa. Usijiendeendee tu kwa tabia, kwa mwenendo na kwa matendo. Ujue itamuathiri mtoto wako, haitakwepeka. Angalia jinsi unavyonenda. Wewe zini tu na wake za watu, hiyo nila unaianzisha. Wewe shinda kilabuni tu kwenye viti virefu, mepata mshahara, wote unaisha kwenye pombe na mahawara. Hayo maisha ni zawadi kwa watoto wako, ndio ulisi huo. Baba amekula zabibu mbichi, meno ya watoto ametiwa ganzi. Sasa sikiliza, zabibu hatakiwi ziliwe zikiwa mbichi, zinakuwa chungu sana. Zabibu ikiwa mbichi hailiki, ni chungu mno. Hii ni ishara ya kwamba ni yale maisha ambayo yanakuwa dhaifu, ambayo hayana tija, ni maisha yenye madhara, maisha ya uchungu. Yaani unakuwa na tabia ambazo hizo tabia ni mbaya za ajabu. Yaani wewe hufai katika kila tendo jema. Yaani kwenye familia yako hufai, una faida. Mtaani kwako amekuchoka, una faida. Kazini kwako yaani hufai, paka na serikalini una faida, maana hulipi hata kodi. Huna faida kokote. Zaidi sana, hata kwa Mungu huna faida yoyote. Kwa aina maisha, kwa tabia ulizo nazo, kwa mwenendo ulio nao, na kwa matendo nayo yatenda. Je, Biblia imesema baba amekula zabibu mbichi, lakini watoto meno yao wametiwa ganzi. Maana yake ni kwamba wanaathirika watoto. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa kula zabibu mbichi, nimesema tafsiri yake ni yale maisha ya uchungu, maisha ambayo kwa kweli hayampi Mungu utukufu na heshima.
kabisa, lakini maisha ambayo kumbe yana athari hasi kwa wale unaowazaa kabisa. Sasa mfano wake, wewe ulizaa kabla ya ndoa, maana yake ulikula zabibu mbichi. Ulizaa kabla ya ndoa, hujaoa, hujaolewa, maana yake ulizaa zabibu mbichi, ulikula zabibu mbichi. Si ndio tafsiri yake? Uliulazimisha wakati. Sasa ujue na huyo mtoto anaingia humo, ni nila hiyo, mnafungwa pamoja. Kwa usishangae na huyo mtoto naye akazaa hivyo hivyo, kwa sababu anachopanda mtu lazima avune. Kama wewe ulizaa kabla hujaingia kwenye ndoa, unatarajia kweli mtoto wako aje afunge ndoa? Ila itatokea hivyo endapo utasikiliza maelekezo nitakayokupa mwisho wa ujumbe huu. Inawezekana kabisa, inawezekana kabisa mtoto wako akawa kwenye njia sahihi. Haleluya, akawa kwenye njia sahihi. Lakini pia ulilelewa na mzazi mmoja, huwa ina athari. Kwa lugha rahisi ni kwamba wazazi wanaachana. Wazazi wanaachana. Kwa hiyo kama ni mtoto analelewa na baba au analelewa na mama, hiyo ni nira, lazima uivunje. Kwa hiyo kama wewe ni mtoto unanitazama, ulilelewa na mzazi mmoja, baada ya wazazi wako kuachana, wazazi wako waliachana matu, au kalelewa na baba, hiyo ni nira, lazima uivunje. Umwambie Yesu Kristo nakuja kwako, mimi ni mzao mteule sasa, ukuhani wa kifalume, mtu wa miliki yako. Wazazi wangu walishindwa, mimi nimekuja kwako sasa. Damu yako Yesu iliharibu halali. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na 19 inasema, nanyi mfahamu ya kuwa mlikombolewa sio kwa vitu viharibikaje kwa fedha na dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya mwanakondoo asiyekuwa na ila wala mawaa, mpate kutoka katika mwenendo usiofaa mliopokea kutoka kwa baba zenu. Damu ya Yesu pekee. Kwamba kuna mwenendo usiofaa mliopokea kutoka kwa baba zenu, waliokula zabibu mbichi katiwa meno ganzi. Mbona? Kama wazazi wako waliachana, funja hiyo nira. Funja hiyo nira. Ndio unashangaa mnaanza kugombana na mke wako, mnagombana na mume wako. Cheki kwenye historia. Kama wazazi wako waliachana, maana yake na wewe uko kwenye safari ile ile. Angalia kwenye familia nyingi, kama mzazi alizaa watoto zaidi ya mmoja, halafu wale wazazi wakaachana, haikosekani mtoto mmoja wapo wa ndoa kuvunjika, na kama haijavunjika basi iko ICU, inaelekea huko. Nini kinachovuta? Ni ile roho ambayo inatokea kule kwa wazazi wako, roho ya kuachana. Roho ya kuachana inatesa familia nyingi, roho ya kuachana. Kwa hiyo kama wazazi wako waliachana, vunja hiyo nira, vunja hiyo nira. Kwa hiyo unakuta kuna roho ya kuachika tu. Mama yako aliolewa akaachika, akaolewa tena akaachika, na ndio roho inakutesa. Hata na wewe unaolewa unaachika, unaolewa unaachika. Unajiuliza shida iko wapi? Mbona ni mzuri tu na tabia nzuri unazo, shida iko wapi? Kuna nila mmefungwa pamoja na wazazi wako.
Mmefungwa pamoja. Na wewe sasa, hiyo roho ya kuachika inakutesa, inakufuatilia. Umeona? Wazazi wako waliachana, inatafuta. Baba yako alikuwa na mitara. Nisikilize, kama baba yako alikuwa na mitara, sio sifa. Unakuta sehemu nyingine makabila mengi natoa mwanaume kuwa na mke zaidi ya mmoja, anaona ndio sifa. Roho ya zinaa tu hiyo, tamaa ya ajabu. Tamaa. Hakuna Mungu anayesema kuwa na wake wengi ni mpango wa Mungu. Hiyo ni tamaa za wanadamu. Vinginevyo Adamu sangetengenezwa wanawake zaidi ya mmoja. Angeumbiwa zaidi ya mwanamke mmoja. Lakini Biblia inasema mume mmoja, mke mmoja. Hiyo ndio Mungu aliye mtakatifu. Kwa sababu upendo huwa haugawanyiki. Haugawanyiki. Mbona? Kwa hiyo roho za mitara zinatesa watoto wengi sana. Kama baba yako alikuwa na wake wengi, kama haitaenda kwa watoto, hata kosekana mjukuu wa kuwa na mke zaidi ya mmoja. Fuatilia tu. Sasa wewe umetoka kwenye familia za namna hiyo, ndio mnakuta ndoa zinakuwa na migogoro ya aina mbalimbali, mivutano. Mnakuta hata shilingi 200, 500 mnagombana. Vitu vidogo vya ajabu. Kumbe ni maroho yale yanafuatia, yanatafuta. Baba alikula zabibu mbichi, watoto meno yakatiwa ganzi. Yakatiwa ganzi. Unaona? Wazazi wako walikuwa unagombana hata mbele za watoto. Kama wazazi wako walikuwa wanagombana na nyinyi mnashuhudia. Mnashuhudia wazazi wanapogombana. Saa nyingine mpaka mnaamulia. Hiyo roho lazima itamkamata mmoja. Itamkamata mmoja wapo. Mbona? Niwana kusuluhisha ndoa moja. Jana mmoja alikuwepo kanisani kwangu, alitokea mahali fulani. Sasa yule kijana na mke wake walifunga ndoa kanisani. Lakini yule kijana hakuwa mwaminifu. Ndani ya miezi miwili tu akawa ametoka nje ya ndoa, akatengwa kanisani. Mambo ya ajabu sana. Amefunga ndoa kanisani, tena ndoa ya kirokole. Sasa kwa sababu kuna nila ya zinaa, ana vinasaba vya zinaa kutoka kwa wazazi wake, ile roho ikamwambia pamoja na kwamba umeoa utazini tu. Kweli akazini, akatengwa, na akahama kaenda mkoa mwingine. Amejikuta amekuja kwa mkoa nilipo. Bado akaenda kwenye kanisa moja kutoka kabla hajaja kwangu, anazini tu. Sasa wakianza kupigana na ule mke wake, utashangaa. Wanatoa mpaka ndani, wanatoka mpaka nje, hawana hata nguo, wanavutana. Mwanamke anasema ni uwe, lakini wanakwenda kanisani. Kama unavyokwenda kanisani, lakini mnapigana. Unampiga mke wako, mnapigana, lakini mnakwenda kanisani na ni viongozi kanisani. Mbona? Alafu natarajia kuona kuwepo na nguvu za Mungu ndani ya kanisa mahali hapo. Mbona? Sasa yule mtoto wao mkubwa anashuhudia jinsi ambavyo wazazi wanapigana, wanavutana. Ikafika mahali ambapo kile kitoto kilikuwa kitoto cha kiume. Mama akimkanya tu, yule mtoto anamwambia, wewe mama, ngoja baba akirudi nitamwambia akupige tena kisago, akupige kama jana. Hivi unatarajia huyo mtoto aje kuishi na mke wake bila ugomvi? Sio rahisi. Kwa naye atajikuta ananukuu. Ataanza kuwa anampiga mke wake kwa sababu ananukuu kwamba tayari kwenye akili zake iko taswira hiyo, iko picha hiyo, amekwisha kuungamanishwa, ni kifungo hicho, roho imekwisha kumwambukiza. Sasa leo hii tuna watu wanaishi maisha dhaifu sana,
Yaani watoto wanaishi maisha dhaifu, wanateseka, lakini ni kwa sababu imetoka kwa wazazi, kushindwa kwa wazazi. Kushindwa kwa wazazi. Unaona? Ulevi, wewe baba ni mlevi. Inawezekana dini yako inakwambia mradi usilewe, kunywa tu mradi usilewe. Dini yako inakwambia hivyo. Yaani pombe ni laana. Ni laana. Unatoa hela alafu kitu kinaisha chooni, hakina faida. Si laana hiyo? Unatesa familia. Wakati watu wanapambana wawekeze, wewe unawekeza chooni. Unakunywa mipombe, vinaisha chooni. Maandiko yanasema uzinzi na ulevi vinaondoa fahamu za wanadamu. Kitabu cha Hosea. Yaani kama kuna vitu vinapunguza kufikiri, ni pombe pamoja na zinaa. Unapokuwa kunywa pombe, kiwango chako cha kufikiri kinapungua. Kinafungua. Baba mmoja kule Dodoma alimuua mtoto wake mchanga. Mtoto mchanga kabisa. Unajua katoto kachanga kanapozaliwa, kanakuwa kakishatalia tu, kanakunja ngumi hivi. Tu mikono kama umekunja ngumi hivi. Sasa yule baba ni cha pombe. Kama wewe inawezekana unatazama. Yaani usipokunywa pombe siku moja unaumwa. Sasa yule baba na yumba, anakuta kale katoto kamezaliwa. Mama ameenda bombani. Yule baba anaanza kuambia, wewe nimekuzaa mimi mwenyewe, wewe unanikunjia ngumi, unanikunjia, unataka tugombane. Yule baba kakashindilia ngumi, kale katoto kakafa, akaishia miaka jela maisha. Alipokamatwa na polisi, akili zikarudi. Ameshaua mtoto aliyemzaa kwa sababu ya pombe. Ulevi. Kwa unashangaa nini? Ndio maana nakuta wewe ni kijana, umesoma kwa bidii sana, umesomeshwa na mikopo ya serikali, sasa umepata kaajira kako, unashangaa tena kale kamshahara unakapeleka kwenye pombe tena. Unajua chimbuko lake ni nini? Ukifuatilia, wazazi wako walikuwa ni walevi, na wewe huo mnyororo hauwezi kaukwepa. Baba alikuwa anakula zabibu mbichi, unatiwa ganzi na wewe meno yako. Unajiuliza, kijana mbona ni mstaarabu sana, kunywaje pombe huyu? Kuna roho, kuna nira amefungwa pamoja na wazazi, hawezi kuepuka. Wewe unateswa na roho ya ulevi. Yaani watoto wako wewe watakuwa wanalala kule. Wanalala kule kwenye baa. Miaka inakwenda, umri unakwenda, umechoka, umezeheka. Una miaka 20-30 kwa sababu ya ulevi. Yaani tunapohubiri hapo na joy, una kejeli kabisa. Nafundisha udhaifu wa wazazi unavyoweza kuathiri watoto. Unasema mimi mchungaji bado sijaoa, bado sijaolewa. Yaani wewe ndio injili hii inakuhusu sana. Ukipona ukisikiliza, maana yake ule mnyororo unakatika. Ndio maana nasema mmekombolewa kwa damu ya thamani, mtoke katika mwenendo mliopokea kutoka kwa baba zenu. Haleluya, haleluya. Umeona? Kwa hiyo unakuta ile Mithali sura ya 20 mstari wa 7. Biblia imesema mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Andiko la ajabu sana. Mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada yake. Umesikia? Unanitazama? Kwenye Agano la Kale wanatumia neno mwenye haki. Kwa leo hii ni aliyeokoka, aliyekombolewa kwa damu ya Yesu, ndiye anaitwa mwenye haki. Maana unapookoka unahesabiwa haki bure kwa njia ya damu, sio kwa sababu ya matendo. Sasa nasema aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada ya yeye kuondoka. Yaani sikilizo, kiishi maisha ya unyofu, ya mcha Mungu, unamwabudu Mungu na kweli, unachukia uovu,
matokeo yake watoto wako watapita kwenye njia hiyo hiyo. Hata wakitaka kujaribu kuchepuka, ule mfumo ulioishi utawavuta. Watakuwa wanasema, mama tulivyokuwa tunamuona ni mcha Mungu, anaenda kwenye ibada, anaenda wapi? Kwa hiyo nakuta hawa mabinti hata kama wakaanza kuvurugikiwa, wakaanza sasa kutafuta na wewe duniani, waanza kuona dunia ikoje, watakapokuwa wanafikiria maisha ya wewe mama ulivyokuwa unaishi, wanakuona una adabu kwa mume wako, wanakuona ni mtii, wanakuona unajishughulisha katika kumtafuta Mungu, maisha hayo yanakuwa ni kamba ya kuwafunga watoto. Hata waende wapi, watarudi tu, watarudi. Ndio maana nasema mwenye haki aendaye katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada ya yeye. Sasa wewe watoto wako unaacha watoto wanagombana, watoto hawaelewani, umeshakufa tu, siku unazikwa au uko hospitali umezidiwa, watoto wanaanza kugombana, nani achukue nini? Nani wakuchukua nyumba ile? Nani wakuchukua shamba? Yaani hata ukikatika tu, yaani pale wamefura na subiri uzikwe haraka, waanze kugombana, waanze kugawana. Ndio maana ni watu wachache sana unaofanikiwa kwa mali za urithi, kwa sababu sunezipata hujajiandaa, ufahamu wako haujaandaliwa. Sasa watoto wako wanaweza wakaishi maisha ya unyofu kama wewe, au wakaharibikiwa. Unawaza utakapoondoka duniani, unawaachia watoto wako nini? Unawaacha wakiwa wamepasuka? Kuna familia nyingi wazazi wakisha kufa, watoto wanapasuka, hawaelewani tena, hawaelewani, kila mmoja kwa kivyake. Umeona? Lakini maandiko yanasema mwenye haki aendelea katika unyofu wake, watoto wake wabarikiwa baada ya yeye kuondoka. Tabia yako inamata sana kwa watoto wako, ina nguvu mno kuliko kitu chochote kuambukiza watoto wako. Haleluya, haleluya. Lazima ujue. Ndio maana nakuta hizi roho zinaambukiza, roho zinaambukiza, yana maisha yanaambukiza. Ndio maana huwezi ukashangaa kama baba au mama alikuwa ni mwalimu, akizaa watoto 5 hakosekani mtoto wa kuwa mwalimu. Kwa sababu vile ambavyo nakuta napokuwa naamka asubuhi, anafanya kazi ile, naenda wapi, ile roho inamuambukiza. Anaanza anamuhimiza na kadhalika, anaambukizwa. Unashangaa nini kama mzazi ni daktari, halafu mtoto akawa daktari? Unashangaa nini? Ni roho hiyo inahama. Ndivyo ilivyo hivyo pia tabia mbaya. Ndivyo ilivyo mwenendo usiofaa unavyoweza ukaathiri mtoto wako. Ni hivyo hivyo, ni hivyo hivyo. Lakini wakati mwingine pia ugomvi kwenye familia, ugomvi kwenye familia. Nafundisha udhaifu wa wazazi unavyoweza kuathiri watoto katika somo langu na mkakati wa shetani juu ya uzao. Ugomvi kwenye familia. Sikiliza, kama wewe na kaka yako hamuelewani, kwa neno hili mtafute mpatane, kwa sababu hiyo ni nira ambao na watoto wenu pia hawataelewana. Kama hamuelewani wewe na dada yako, kila mmoja uko kivyake na watoto wake, hiyo roho itawatesa watoto na watoto wa watoto wao. Na usione ni sifa ule ubabe, kila mmoja ni kambale. Mimi siwezi kushuka kwake, mimi siwezi kukubali, yeye ndio mdogo. Shuka. Unyenyekevu ni ile hali ya kushuka hata kwa mtu ambaye uko juu yake, ili kutengeneza daraja na heshima kwako. Kumekuwa na magomvi kwenye familia yenu,
na hayo magomvi mnayachochea mpaka kwa watoto. Angalia hata mataifa fulani jirani, ambao unakuta watoto wa kabila hili hawaelewani, wanafundishwa, naambia kwenye ile nyumba usiende, wale watu wabaya sana, msiende. Sasa yule mtoto anajiuliza ubaya wa wale watu ni nini? Akienda kucheza kule kwao, kirudi nyumbani kipigo. Kwa hiyo tunakuwa na jamii ambayo watoto wanaambukizwa maroho ambayo yalikuwa hayawahusu kwa kweli, yalikuwa sio ya kwao. Hiyo ndio maana nakuta sasa hata upako wa kimungu si unaambukiza. Hata upako, nguvu za Mungu huwa zinahama. Tunakumbuka Elisha alipokea upako maradufu kutoka kwa Elia. Alipokea ile safirisho la roho. Ndivyo ambavyo pia kuna safirisho la roho chafu inaweza katoka hata kwa mzazi wa kiroho kwenda kwa mtoto. Kama mchungaji wako ni mzinzi, halafu anakuwekea mikono wewe mshirika, lazima hiyo roho itakuvaa tu. Itakuvaa tu. Ni tapeli. Anaabudu miungu mingine, ni mshirikina. Hama hapo, kwa sababu kuna safirisho la roho. Kwa njia ya kuwekewa mikono, hata napokwenda kufundisha tu, yale maroho yanakuja. Unashangaa unafyonzwa kiroho. Ulikuwa uko kiroho vizuri, sasa umebakia mkame, vumbi linatimka ndani yako, umebaki ni umbea tu. Kwani maana yake ni kwamba ni safirisho la roho hilo. Hata kwa upande wa kiroho inaenda hivyo. Kwa inaweza kawa ni roho chafu sikahama sikaja kwako. Sasa ukisoma ile Isaya 51 mstari wa pili, Isaya 51 mstari wa pili, nasema hivi: mwangalieni Abrahamu baba yenu na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu nilimwita, nikambariki, nikamfanya kuwa wengi. Mwangalieni Abrahamu baba yenu na Sara aliyewazaa. Hawa ni role model. Walikuwa na maeneo dhaifu, lakini walikuwa na maeneo yenye nguvu, ambao hawa ni wazazi wa imani. Sasa Mungu anasema mwangalieni Abrahamu baba yenu na Sara aliyewazaa. Tumwangalie kwa nini anasema kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimwita, baada ya kumwita nikambariki, nikamfanya kuwa wengi. Sikiliza, tamani sana ulikuja duniani umebeba kusudi maalum la kimungu. Uenende katika mwenendo unaomfaa. Watoto wako wabarikiwe baada ya wewe. Ulikuja peke yako, uondoke duniani ukiwa taasisi. Kila mmoja tamani ulikuja peke yako, kuna kusudi umelibeba. Sasa uondoke duniani ukiwa taasisi. Abrahamu alikuwa peke yake, aliitwa kutoka Uru wa Kaldayo. Alipoitika Mungu akambariki. Biblia imesema akamfanya kuwa wengi. Wewe usibaki na acha, badala watu kuwa wengi, kuongezeka, kustawi, unaacha laana kwa kizazi chako, unaacha laana kwa uzao wako. Ndivyo ambavyo maisha ya watu wengi, siku unakufa unaacha watoto madeni, pesa zote zilizo kwenye pombe zilisha kwa wanawake. Sasa nimeleta ujumbe huu kwako. Unasema mchungaji, ulilolisema hili ni mimi, wala huwezi kukwepa. Mungu anaona kila mahali. Ametuinua watumishi wa Mungu tuilete kweli. Sasa suluhisho lake ni nini? Nasema mchungaji, tokaje hapa sasa? Kweli watoto wangu wameshaathirika. Sinaona hata watoto wako yule wa kwanza ni mlevi kabisa, pamoja kwamba ni mwalimu, wewe umeshastaafu. Anaendeleza roho ile ya kwako.
Umezaazaa kile ulipokuwa unakwenda kufundisha, una mwanamke. Ni kweli roho ya ualimu imempata mtoto wako, lakini na yeye naye vile vile anaendeleza roho ile. Kila nakopangiwa kwenye kituo cha kazi, mbona roho ile ile ya mafarakano, roho ile ile ya ulezi naendelea. Vita, mtu wa vita una suluhu. Unajisifia, mimi wananiogopa sana, wananiogopa sana. Unadhani ni sifa hiyo? Watu wanatakiwa kuheshimu. Wakikuheshimu watakunyenyekea, kwa sababu unyenyekevu ni tunda la Roho. Unyenyekevu unamtafuta mtu mnyenyekevu. Kabla kupata unyenyekevu, lazima utangulie kuwa mnyenyekevu kwanza, wewe binafsi, kwa maana ya kujitisha tabia. Haleluya. Sasa unasema, mchungaji, mimi nimeathirika. Nachosema cha kwanza kabisa, damu ya Yesu Kristo Mwokozi ndio iliyomwaga pale msalabani kwa ajili ya kufanya upatanisho. Ni toba tu, ni kurudi kwa Yesu, unyenyekee. Acha kiburi, acha jeuri, acha kujihesabia haki. Haya tunayohubiri tunayasikia. Mungu atatumia haya kukuhukumu siku ya mwisho, kwamba nilikuja nikatoka kwako. Uliona mtumishi wa Mungu anasema kwenye television, kwenye simu ulitazama. Sasa ni mimi nilikuwa nasema na kukuonya. Leo geuka, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Mungu ataponya na kizazi chako. Uamue kumtafuta Yesu, kuokoka, uje kwa Yesu. Popote unaponitazama duniani, wapo watumishi wa Mungu kwa watakusaidia, na mimi nitaomba kwa ajili yako. Sasa unataka kupatana na Yesu, nataka niombe kwa ajili yako. Sasa unayesema, mchungaji, uliyoyasema haya, nimeshakula zabibu mbichi na watoto wangu meno yametiwa ganzi. Ninaomba sasa uombe rehema kwa ajili yangu. Na wewe pia pale ulipo unatazama sasa kwa njia mtandao, sasa pale ulipo, funika macho yako tu. Funika macho yako pale ulipo. Wewe unanitazama hapo sebuleni kwako kwenye televisheni hii, nakwenda kuomba. Halafu hayo maroho sasa uyakatae, mwambie Bwana Yesu, kwa neno hili ninakataa roho hii kusambaa kwenda kwa uzao wangu. Kuanzia sasa, kwa toba hii, na watoto wangu na watoto wangu wapone, huo mnyororo ukatike. Bwana Yesu, naja mbele zako, ninaomba unikubali, naomba unirehemu, naomba sasa nipe mwanzo mpya. Ingia ndani yangu kabisa, ufanye makao. Kuanzia sasa, huyu shetani ambaye amekuwa ananitumikisha kwa mwenendo, tabia, na mkataa na kuvaa wewe Yesu, uingie ndani yangu. Nipe na Roho Mtakatifu kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, amina. Sasa roho yoyote ambayo imekuwa inakutesa, roho yoyote, shika kwenye moyo wako tu, shika kwenye moyo wako na kwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu, naachilia nguvu yako ya ufalme. Huyo amekubali, ananitazama sasa, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, na vunja roho hizo ambazo ni nila alizoambatana nazo. Ni nila la magonjwa kwenye familia, magonjwa ya kulisi, nila ya za ulevi, kuachana, kuachika, kutoka nje ya ndoa, na vifungo vya kila aina vilivyofunga maisha yake, vinaathiri na uzao wake, na haribu na vunja hiyo mifumo ya uovu. Toka, mwachie kijana huyo. Toka, mwachie binti huyo. Toka, mwachie kaka huyo. Toka, mwachie baba huyo. Toka, mwachie mtumishi wa Mungu huyo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Wewe roho chafu, na kata hiyo nira, na vunja hiyo nira, na vunja hizo nira, na vunja hiyo nira, ikatike na kamba zake kwa jina la Yesu Mwokozi. Ninaachilia neema na uwezo uwe ndani yake wa kushinda hiyo. Na watoto wote waliokuwa sasa wamekula zabibu mbichi, wametiwa ganzi, ninaachilia neema yako sasa, watoto hao wakujue, waje kwako pamoja na wazazi wao. Yesu, nakushukuru kwa sababu umetenda, katika jina la Yesu, amina. Sasa bila shaka umeamua kuokoka. Sasa tafuta kanisa sahihi na kwenda kuabudu. Hapo ulipo unanitazama wewe, kanisa, watumishi wa Mungu wako wazuri sana. Na ukisikia Mungu anakuongoza, hata kama mtumishi unaona yuko kwenye kibanda cha nyasi, nenda hapo. Mungu yuko hapo. Mungu akae katika majengo aliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Mungu anamwangalia yule mtumishi wa Mungu aliyemweka pale, kama anaupendeza moyo wa Mungu, amempa maelekezo, utapokea msaada hapo kabisa. Usiende kwenye madhabahu ambazo hazieleweki.
Dunia ya sasa imeshaingiliwa, wachumaji ni wengi, watu wanatafuta vya kwao, sio vya Kristo. Tulia. Ukishajua hapo mtumishi wa Mungu yuko vizuri na anaihubiri kweli, tulia, acha kutangatanga. Mungu atakwenda kufanya mambo ya ajabu kwenye maisha yako. Tafuta sasa msaada wa kiroho. Unatamani mawasiliano, wewe popote palipo duniani naye nitazama, ukitaka kuja Tanzania, ukifika Tanzania, uliza njoo tu moja kwa moja. Naona mawasiliano, unaweza ukaniwasiliana nami kwa njia ya WhatsApp. Unatamani kutuma hata sadaka yako, usapoti huduma, watu wanaenda kusikia injili hii, unaweza kuona namba hizo zinapita hapo. Na Mungu akubariki, akutendee mema kwa ajili. Tukutane kipindi kinachokuja.